Ishi maisha ya kimungu, kwani kifo kipo mbele yako. Huenda dakika moja tu ijayo Mungu akasitisha uhai wako. Kuwa kwako hai ni neema ya Mungu tu, lakini kifo ni faida kwa wale walio na Mungu. Watu wengi hawapendi kufa kwa sababu njia zao haziko vizuri na Mungu. Nikoi TV. Jina naitwa Martha Martini, ni mkazi wa Mbopo. Na changamoto na mtoto Rosario Ngongo Wazi, zaliwa tarehe 2020 tarehe 9. Baada ya kuzaliwa mtoto nikawa nimesafirishwa kwenda Muhimbili kwa matibabu kamili. Mtoto kawa nimekaa huko miezi mitatu, kafanywa operesheni. Nikawa nimeruhusiwa muda wa wiki 2, nikawa nimerudi kuwaona watoto wengine. Baada hapo mtoto kichwa kikawa kimeongezeka, nikarudi tena mara ya pili. Nikawa sina hela, nikarudi kwa mkuu wa wilaya Kilosa, sababu nilikuwa nakaa Kilosa. Nilivyorudi akamwona mtoto, akawa amenisaidia pesa, nikarudi tena Moi. Kufika Moi akawa amenipokea, nikawa amefanywa tena operesheni wa pili, kawekewa shanti mtoto. Kwa nimekaa muda wa mwezi mmoja, nikawa mtoto amepata nafuu, kwa nimeruhusiwa. Maana shanti ni mpira ambao wa kuchuja maji kichwani kwa kipofu cha mkojo, ndo inaitwa shanti. Shanti ni hii hapa ambayo ipo kwenye mpira hapa, inapita mpaka tumboni, inaenda kwenye kipofu cha mkojo, ndo inaitwa shanti. Kwa hiyo nashukuru mwanangu anatembea. Amenyonya muda wa miaka 2 na ametembea muda wa miaka 2 na mwezi mmoja. Japo viungo vyake vilikuwa vikazi, ila nashukuru Mwenyezi Mungu alinipa akili ya kuwa namnyosha nyosha na kumkanda majani, na hii miguu ilikuwa imepinda, nikamnyosha. Nilishindwa pesa ya kwenda Moi kumfanyia mazoezi. Nashukuru mpaka hivi sasa amefikia. Hivi sasa anaongea na anapenda kwenda shule. Sina uwezo. Babake ameingia mitini, amemkataa mtoto kisa ana ulemavu. Ila sikukata tamaa kusema nisononeke eti Mungu kwa nini umenipa mtoto huyo mlemavu. Hapana. Mtoto wangu ninampenda sana, hata sipendi nimwache na mtu yoyote. Kwa sababu masharti niliopewa hospitali kwamba mtoto hana hisia zile. Kwa hiyo anaweza akaenda kwenye makundi, akawa amechezewa na wengine, yeye asipojua. Kwa hiyo nahangaika naye mimi mwenyewe. Anajisaidia muda wote, nafua, sioni kinyaa, kwa sababu najua ni Mungu, kwa sababu sio mtoto wa kwanza, ni wa huyu wa 5. Japo walinikatisha tamaa kusema kwamba eti sikutumia sijui nini, sikukata tamaa. Nikasema Mungu ndo aliamua kufanya nini? Kunipa mtoto, kunipima imani yangu iko wapi. Lakini nashukuru Mungu, mtoto anaongea, ananitoa mawazo, tunacheka naye mpaka hivi sasa. Ninamshukuru. Mahitaji yake tu, anahitaji aende shule na apate vifaa vyake, pempasi, asome mwanangu, ni hicho tu. Hana bima, hapa akiumwa sina pesa ya kumpeleka hospitali. Hapa mpaka hivi sasa nilivyofikia, hata kliniki yake nimemwachisha muda mrefu. Na natakiwa nikae miezi 6 niende kliniki wakamkague ambao anaendeleaje. Mpaka sasa nipo tu miaka 2 sijaenda kliniki. Nashukuru, pengine baba mtu akikoa labda mtoto amezaliwa mzima labda akikubali. Lakini nilipomwambia mtoto amezaliwa mgongo wazi, akasema lete nimuone, akamwona, basi akawa pale amekataa kwamba mimi simtaki huyo mtoto. Kweli nashukuru Mungu, sikukata tamaa kusema kwamba mtoto huyu wa nini. Nimehangaika naye huku nasononeka, Mungu nisaidie.
Ninamshukuru Mungu kwa kunipa matumaini haya, hata watu wengine, kwa sababu nilijikuta niko peke yangu. Katika hospitali hiyo nilijifungua ni mimi peke yangu, na kila mtu alikuwa anashangaa mgongo wazi ni nini? Hawakuelewa. Bahati nzuri nesi mmoja ambaye alikuwa ametokea Muhimbili kuja Kilosa, alikuwa anafanya kazi huko, ndo akawa amewaita wote madaktari, akawa amewaambia jamani, hapa kuna mtoto ana mgongo wazi ndo nini? Kila mtu anaanza kushangaa. Mimi nikawa najua tu ni kidonda tu ambapo kinateleza kama mlenda, sikuelewa. Kasema hapa nikiruhusiwa kwenda nyumbani itakuwa shida, na nesi ambaye alikuwa amenizalisha hakuripoti. Kwa hiyo nimehangaika tu mwenyewe, nikamshukuru huyo nesi, ndio usema huyu inabidi tumsafirishe. Aende wapi? Muhimbili. Kweli changamoto ikawa imefanikiwa, jioni ngawa nimesafirishwa kwenda maternity Muhimbili. Kwa sasa hivi mimi kazi yangu ni kubwa, ni kulima miogo, mbaazi, kunde. Maisha yangu ni magumu, sio mazuri. Yaani nipo tu, Mungu akisaidia, yoyote anaonionea huruma ananisaidia, ila mimi sina ule uwezo. Napambana tu hivyo na mtoto wangu, atakayenipa sabuni napokea, kwa sababu wananiona hali halisi ilivyo. Mtoto anajisaidia muda wote na anatakiwa ale muda wote. Kwa hiyo malezi bora mtoto hapati. Saa nyingine ananiambia mama ninunulie nyama, au mama nataka hiki, uwezo sina huo. Kwa hiyo napambana naye tu, chochote kile ninachopata anakula. Okay. Kwa kweli naiomba serikali inisaidie kwa mtoto, kwa sababu ana shanti. Shule hizi za kawaida anaweza wenzao akamsukuma, na ana changamoto ya choo kikubwa na ndogo, inatoka tu muda wote. Kwa hiyo namuomba waziri wetu wa ustawi wa jamii Gwajima nisaidie pamoja na Watanzania wengine. Naombeni mnione, sina uwezo wa kumhudumia mtoto. Kama kuna shule maalumu ambayo ya hawa watoto wenye changamoto, naombeni mnisaidie akasome, kwa sababu mtoto anapenda shule. Kila siku ananiambia mama, mimi napenda kwenda shule. Sasa najikuta mimi mwenyewe nasononeka, kwa sababu mtoto ana ndoto zake. Nakuta ananiambia mama, mimi nikisoma nitakununulia nyumba, nitakujengea nyumba, nitakununulia gari. Sasa najikuta nikimpeleka shule hizi za kawaida, najikuta mtoto wangu atateseka. Alafu nikimweka ndani mtoto nitamnyima haki yake. Kwa hiyo ndio maana nimeona niombe serikali nione na kumsaidia mtoto pamoja na Watanzania wengine. Naombeni muone huyu mtoto. Mimi ndo ombi langu ni hilo tu, mtoto asome na matumizi yake mengine, pempasi, basi sina lingine zaidi. Na apate bima. Hana bima, hata kiumwa hapa hana bima. Binadamu ni mapambo ya dunia. Binadamu ni mapambo ya dunia. Masikini na tajiri kitu kimoja. Masikini na tajiri kitu kimoja. Yote hayo ufalme uko kwa Mungu. Yote hayo ufalme uko kwa Mungu. Nikoi TV.